Yeah, yeah, yeah. Kuna muda nafikiria labda Mungu nilimkosea, maana kila ninapopenda moyo wangu huumia. Ndoto zangu nazificha, machozi nayamwaga, upendo na utafuta, lakini napata majaribu tu. Ni lini nitapata upendo wa kweli? Kila ninapojaribu Dada, mbona hali yako iko afu hujaniambia shida nini? Sasa sawa, unaumwa, lakini ni swala jana tumeongea. Umeshindwa kweli kuniambia kwenye simu kwamba mdogo wangu nimezidiwa. Shida lakini ni nini? Muda mwingine unanipa taarifa mapema, sawa? Yale majambo nakupaga yapo au yameisha? Yameisha. Basi hakuna tatizo, mimi nitaenda kuandalia, sawa? Wala usio na shaka, utakuwa sawa. Ugua pole, sawa? Sitaki bwana. Unaniweza, si ndio? Unanipanda kichwani. Yaani utaki kinachosema utafanya. Mimi mama yako, unanielewa? Mimi mama yako, tena usinipande kichwani. Ushakuwa, si ndio? Mama, ndoni ni mambo gani kutafuta na wanaume? Mimi na wangu ninaompenda mama. Mimi sio chizi mpaka nakutafutia mwanaume. Mwanaume niliyokutafutia mimi, mwanaume mwenye heshima, mwenye maadili, mwenye hofu ya Mungu. Na ndio maana nimekutafutia. Kwa hiyo utake usitake, huyo ndo atakaye kuoa. Dola. Jamani. Ila mitoto ya siku hizi. Kwa pale ndo anajiona ashakuwa tayari ananipanda kichwani. Nampenda sana, moyo wangu wajua. Hey, Membo, mambo? Poa. Vipi, unaitwa nani? Hello. Wow, una jina zuri. Ila ningependa basi ujue hata jina. Mimi naitwa Daki. Wow. Nimefurahi sana kwa kunisifia, ila nimependa sana jinsi ulivyovaa, au pia umependeza. Na uzuri unachangia. Kabisa. Ila binafsi ningependa nikwambie kitu kimoja. Nimetokea kuvutiwa sana na wewe. Japokuwa ni mara ya kwanza kukutana na wewe, ila moyo wangu umekuwa mwazi sana juu yako. Ya kweli hayo. Basi ningependa basi hata uniachie namba yako ya simu. Tutawasiliana next time. Sawa. Ila mimi hapa simu yangu nimeweka nyumbani. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Nani yule? Sifahamu. Mbangu yapo. Kwa basi nitakucheki. Bye. Dini, mbona umetutenga mimi na mpenzi wangu? Nampenda sana. Mimi nishakwambia toka zamani, masuala ya wanawake waachia hao ambao wanajiweza. Kweli, yaani sometimes nakaa nafikiria, unaona kabisa wanawake hawafai ndugu yangu. Sasa kama kipindi wewe kinachokufurahisha wewe ni oja, yaani sio kama unasema kama ni mazuri au umefurahi mimi kuteseka ndugu yangu. Umetaka mwenyewe kuanguka kwa sababu kipindi kile kati ya watu ambao wana maendeleo mtaani wewe ulikuwepo namba moja. Lakini angalia sasa hivi una chochote, upo tu. Sasa nafikiri sasa hivi utafanya nini sasa tena? Unajua muda unaenda mbele au kusubiri wewe. Kwa hiyo maamuzi wewe ndio unayo. Ujenge kesho yako au bomoe. Kuna mwenzako yule anauza duka yule, ana shida yeye. Akiona amebanwa kwa sabuni zipo dukani pale, anamaliza. Kwa unahisi ni utanisaidia? Mimi sijajua. Ila nahisi yeye zinamsaidia ndio maana anatumia. Kwa hiyo na wewe angalia. Mimi kwa upande wangu bana nimejifunza.
nimejifunza na nimeelewa kuwa wanawake kweli inabidi tutafute pesa. Gauni. Usijali mbona nikaoge wanga, si unajua. Yanatosha hayo. Yanatosha baba, mimi sio kama wewe au ile rafiki yako dukani. Moyo wangu wajua, lakini dunia inasema tufai kuwa pamoja. Bado vurugu. Yaani mtu alikuwa umepoa kabisa. Sikia, ujue mwanangu juskati hapa nimetua. Bwana nimekutana na huyo mtoto mwanangu chuma, ni mkali. Wewe tena huyo. Mimi nakubali hapo. Huyo mtoto mwenyewe maelekezo yake. Yaani kwa kama ni watu fulani vya dini. Yaani watu kama watu wa dini, sio utakuwa unampata. Mama mtu wa dini na mzee wote. Subiri, yaani hao wewe watu wa dini. Mimi dada zao zote ninazo. Unajua na daftari la uzima. Tena wewe kwenye hayo mambo sio daftari la uzima wa milele. Subiri. Mimi najua tu utakuwa. Aha. Yana kishepu fulani ndio. Alafu kama vile kana rangi fulani hivi ya peponi. Ndio vile vile. Sasa mimi sinaga baya. Yaani yote ninayo. Shapata. Wewe anaitwa nani ujue? Haitwa Dola. Siya. Dola. Kwanza Sasa sikia, mimi yule mtoto mimi namtaka. unamtaka? Yaani namuhitaji alafu na namtaka. Alafu pia nampataje sasa? Sasa wewe hapa nikusanye endelee kusanya nini li? Madongo ni ya mumunye. Ikifika anakupasia tu ila unamaliza. Kwa hakuna madongo. Watu wachungaji bwana wale hamna madongo. Kuna mdogo wangu hapa kuna madini. Madini na daftari limeandikwa Dora. Wanawake basi. Sasa hilo si jina, hilo jina mfano, tumepiga mfano. Unajua? Kwa hiyo kutoka na ndugu yangu bado masuala wanawake bado naendeleza. Yaani umesahau kama wewe ndio juzi uko na umwa magonjwa. Magonjwa nini hayo bwana? Nisikilize, kuumwa ni kawaida. Alafu kuumwa kila mtu anaumwa, alafu sio kuumwa ndo kufa. Wewe mwenyewe wako unaumwa. Kwa hiyo mimi kuumwa kwangu usishangae, ni jambo la kawaida. Sio kwamba labda useme kitu unachokifikiria ndio kinafanya mimi niume. Hamna, Mwenyezi Mungu tu anaamua. Nikwambie kitu. Wewe sasa hivi maendeleo yako hapa ungeniambia umenunua kiwanja. Ningekuona kweli mtu. Lakini umekaa hapa na wewe mwanafunzi ambaye katoroka shule na discuss mambo ambayo eleweki wanawake. Na bado unakaa unajisifia eti kuuma sio kitu. Daki rafiki yangu. Badilika sawa? Badilika sana. Wewe ni waache. Wewe. Fanya uende shule. Nijenge huko. Hapa nilisoma hili na kwa mrefu sasa anajikuta mwana falsafa kweli. Unafikiri ndio wa mwisho. Dini, mbona umetutenga mimi na mpenzi wangu? Poa. Mzima sio. Nashukuru Mungu. Vipi ulikotoka? Namshukuru Mungu. Sawa, lakini mimi kuna kitu kinaniumiza kichwa. Kitu gani? Kuna watu pale kanisani unajua wanafuatilia sana maisha yangu yani. Mpaka naona kichwa kinaniuma sana. Achana nao bwana. Sisi tulii tuna maisha yetu. Kweli kabisa. Ila kuna kitu nataka nikuombe. Utanielewa? Hilo ndoa shaka. Kaongea na wazazi basi kidogo atupunguzie mahari. Kuhusu hilo tu. Hamna shida. Unajua sasa hivi maisha yenyewe magumu yani si unajua mambo kidogo punguze kidogo tuje kuchukua jimbo. Mamangu ana shida. Kweli? Nikimwambia? Wewe mwenyewe unaelewa. Kama ndio nitafurahi. Nakupenda sana ndugu. Shalom. Shalom mtumishi. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Amina mtumishi wa Mungu. Amina. Nzongo. Unajua kanisani ibada inakaribia kuanza muda sio mrefu. Na natamani wote tuwe kanisani. Sawa? Alafu kama nilichokuambia naomba ukizingatie sawa? Nakuomba sana. Utalizingatia wewe? Sawa? Sawa. Sawa mpenzi wangu.
Jana amepita huyo mdogo mdogo, yani tutatangazwa mtaani, kwa na wasiwasi sana ila tutakea, au sio? Taliflash basi. Poa, ukuache uende, kuna kazi nataka nifanye hapa. Si unajua kanisani jana kulikuwa na sherehe ya baba, kwa hiyo kuna vitu walivichukua hivi, nataka niingize ndani hapa, si unajua. Kwa hiyo nisindikize. Mimi nakuomba tu leo, nenda kwa nipige kazi kwanza. Mbona umetutenga mimi na mpenzi wangu, nampenda sana, moyo wangu wajua, lakini dunia inasema tufai kuwa pamoja. Mambo poa? Mzima? Nilivyopoa, yaani bora hata nilivyokuona, maana nilikumisi. Mimi nimekumisi sana, lakini nisamee tu bure. Unajua ubize wa masomo nini ilika, ndio maana ukaona kimya, lakini sasa hivi mimi nimerudi, kwa hiyo niko wala hata usijali. Sawa, ila pia nataka tena niombe samahani kwa sababu nimerudi ukaona niko kimya, sijakutafuta. Bila hata samahani. Kwa ajili nimerudi nyumbani nikuta dada yangu hajakusema ukaona niko kwa ndani, labda nilikuwa hapana, sitaki kutafuta kidogo, nilikutana na changamoto nyumbani. Sawa, tampa pole, lakini mimi niko naenda pale na kusalimia, narudi nyumbani. Shikamoo mama. Dini, mbona umetutenga mimi na mpenzi wangu, nampenda sana, moyo wangu wajua, lakini